Aliwahi kuwa gavana wa Nairobi Mike Sonko ametangaza kuifunga klabu yake ya VIP Volume Club iliyopo Mombasa nchini Kenya na kueleza kwamba anachukua maamuzi ya kuifunga klabu hiyo na kisha kuirepress ama kuibadilisha na kuwa eneo la kanisa. Ukimfuatilia ama kama umekuwa ukimfuatilia kwenye mitandao ya kijamii, Mike Sonko hivi karibuni amekuwa ni mtu wa kumtukuza na kumwabudu Mwenyezi Mungu kwa kuimba nyimbo za dini, lakini kudai kwamba kwa sasa anajiona kama amekuwa na maisha mapya mara baada ya kumgeukia Mwenyezi Mungu. Sasa hiki ndicho ambacho kwa sasa amekuja nacho kwamba VIP Volume Club, yani klabu yake ya hadhi ambayo hii ni VIP, ataifunga rasmi, na hii ni kutoka kwamba inafanya biashara haramu ya pombe, na hiki ni kitu ambacho kwa sasa anakichukia. Sasa hii ni video ambayo alitembelea klabu hiyo husika kwa Mombasa na kufanya ukaguzi, kisha kudai kwamba anachukua maamuzi ya kuifunga, lakini pombe na vileo vyote ambavyo vinapatikana kwenye klabu hii wanapaswa watu kugawa ama kugawana, na kwamba hataki tena kuziona katika eneo hilo. Lichokuwa reaction imekuwa ni positive upande wa mashabiki wengi wakisema hii ni hatua kubwa katika maisha yake haya mapya ambayo ameageukia kwa sasa, lakini afahamu kuwa asilimia watu wengi ambao walikuwa wakifanya kazi hapo watapoteza ajira, na kwamba hata kama anachukua maamuzi ya kulifanya eneo hilo kwa la kanisa, basi angetengeneza kitu kingine ambacho kingeweza kuwanufaisha wanajamii kwa asilimia kubwa, kwa sababu makanisa yapo mengi tu kwa nchini Kenya kwa sasa. Licha ya yote, kuna wengine ambao wamedai kuwa Mike Sonko hili ni kama sehemu ya tangazo ma PR ambayo anaifanya hasa kwa kile ambacho alikuwa kikifanya kwenye video usikani interest, lakini pia kuanza kujifanya kwamba ni mgeni eneo hilo. Yani anauliza maswali kiasi kwamba kwa mtu ambaye ndio kwa mara ya kwanza na litazama eneo husika, anakuwa anapatiwa maelekezo hasa muonekano wa mandhari na sehemu zote za kula bata katika eneo husika kama unavyo kwenye video hii. So kwa asilimia za watu wengine wanaamini kuwa Mike Sonko alikuwa anaitangaza biashara yake hii ambayo amekuwa ipi nguvu hasa upande wa matangazo, lakini hii ni kwa mara ya kwanza amekuja na maamuzi na kwamba hakuna kingine chochote ambacho atakifanya, aidha kuuza eneo hilo ama kulikodisha au kuligeuza kwa eneo la kanisa. Tazama video hii.